Katika sehemu ya pili tunaendelea pale ambapo bidada Hina alikuwa anaanguka usingizi. Kumbuka kwamba bidada anageuka kuwa mbwa nyakati za usiku, hivyo inamfanya anakuwa na usingizi sana nyakati za alfajiri na mchana. Kama ujui tunazungumzia nini, hii ni sehemu ya pili ya tamthilia yetu nzuri ambayo tulikwenda kuianza. Basi ni vyema ukaitazama sehemu ya kwanza kwa kugusa alama ya pop up inayotokeza juu kabisa upande wa kulia mwa skrini mwako ili tuweze kwenda pamoja. Kumbuka kuwa tabia ya bidada kubadilika kuwa mbwa mwitu katika nyakati za usiku, basi hali hii inamsababisha kupata usingizi sana nyakati za mchana, kitu ambacho siku ya leo kikawa kinajitokeza na Mwamba alikuwa kando yake. Kiufupi ni kwamba bidada baada ya kuweza kuonekana katika hali hii, Mwamba naye akawa amekumbuka tukio lake la zamani sana. Akakumbuka kuwa nyakati za ujana wake alikuwa akionewa sana na alikuwa akitishiwa mbwa, na hiyo ni siri yake kubwa kwamba anaogopa sana mbwa. Lakini pia naye bidada ana siri yake ya kwamba yeye huwa anabadilika kuwa mbwa mwitu nyakati za usiku. Kwa hiyo hawa wote wawili kila mtu ana siri yake na hakuna aliyeweka siri yake wazi kwamba huyu anaogopa sana mbwa na huyu mwingine hakuweka siri yake wazi kwamba yeye huwa anabadilika kuwa mbwa mwitu nyakati za usiku. Ikabidi tu basi kufunga maongezi yao na hapo wakaanza kutawanyika. Lakini huku upande wa pili wale wanafunzi wa vuta bangi kule shuleni siku ya leo walikuwa wamemvizia mwamba mmoja anayefahamika kama Choi Jun, wakizania kwamba ni wengi watakwenda kumchakaza sana ujamaa wao. Lakini kumbe mwamba Choi Jun sio maharage ya mbea namna hiyo, aliwachakaza vibaya sana na mwisho wa siku wote wakawa wamekamatwa na kupelekwa polisi kwa kosa la kugombana. Ila huyu mwamba Choi Jun wazazi wake wako Australia. Ikabidi waweze kumpigia mwanadada Haina aweze kufika hapa kituo cha polisi kwa sababu yeye ndo mwalimu mlezi aliyeweza kukabidhiwa kwa wazazi wake. Ila katika harakati za bidada kuweza kumtetea, basi bwana mdogo ikabidi kujifanya anafoka sana. Wewe mpumbavu, unafanyaje makosa ya kupigana na wenzako? Tena siku nyingine ukirudia nakwambia sitokutolea dhamana. Basi akawa ameweza kumtoa bwana mdogo pale kituo cha polisi, lakini kuja kutazama muda anagundua kwamba ni saa 5 na dakika 56. Amebakiza dakika 4 tu aweze kubadilika kuwa mbwa. Ikabidi kuaga pale na kumwambia kwamba Choi Jun, nitakwenda kuonana na wewe baadaye. Bidada Haina akiwa amechanganyikiwa, simu yake ikawa imeangukia katika mtaro fulani hivi wa maji. Akajifikiria muda wa kuanza kuitafuta hiyo simu atajikuta anabadilika kuwa mbwa katika meno hayo. Ikabidi kuanza kukimbia, lakini mwamba Choi Jun alizidi kumfuatilia tu mwalimu wake na kumwambia kuwa nimeikuta simu yako. Lakini mwalimu kabla hata hajajibu jambo lolote lile, ghafla tu akabadilika na kuwa mbwa mbele ya mwanafunzi wake Choi Jun. Alibaki anashangaa mno na mwamba hakuwa na namna yoyote ile zaidi ya kumchukua huyu mbwa kisha akampeleka nyumbani. Hasa huku upande wa pili dada mtu anayefahamika kama Juna naye amelewa kweli kweli, kwa sababu huyu ndo anachukuaga uangalifu kwa dada yake pindi anapobadilika kuwa mbwa. Kalewa sana tu. Sasa huyu mtu aliyekuwa ameweza kumsaidia ikabidi kuchukua simu ya bidada kuweza kumpigia dada yake, lakini akagundua kwamba dada yake ni kama vile apokei simu. Lakini asijue kwamba huyu huku bana anapitia kisanga kwa sababu ameshabadilika kuwa mbwa na amejifungia katika geto la kijana wake wa kiume wa shule. Akawa anajaribu sasa kuruka hapa lengo aweze kufungua mlango, ila kwa sababu ya ufupi akawa anashindwa. Na bidada akiwa katika umbile la mbwa akawa amekata tamaa na moja kwa moja akapata usingizi. Asubuhi na mapema anaamka tu anasikia baadhi ya makelele hivi. Na kumbe alikuwa ni Mwamba Sowan. Akawa anaingia hapa ndani, alishangaa kwa na kwamba bidada yuko katika chumba cha mwanafunzi wake Choi Jun, alafu tena wako katika kitanda kimoja. Na kumbe bwana Mwamba huyu Sowan ndio mjomba wa huyu Choi Jun, wanaishi pamoja ndani ya hii nyumba na bidada alikuwa hajui kitu chochote kile. Na Mwamba Sowan kama mjomba mtu ikabidi kuanza kuuliza, wewe dogo umeshaanza mahusiano tena una date na walimu wako? Nyie kwa nini mna date nyie? Lakini bwana mdogo Choi Jun akataka kuanza kufunguka siri ya mwanadada kwamba alibadilika kuwa mbwa. Wakati anaendelea kufunguka hivi, kabla hata hajasema siri hiyo, bidada kama amemkatisha na kumwambia kwa acha bana, ngoja nimalize mimi mwenyewe. Jamaa alishangaa sana. Lakini mwalimu akaanza kusema kwamba anaenda kumchukua Choi Jun jana kituo cha polisi kwa sababu alikuwa amepigana na wenzake. Lakini alikuwa amelewa sana na mwenyewe nilikuwa nimelewa pia. Kwa hiyo nilipomchukua pale nikawa namrudisha nyumbani kwao hapa, nilipomlaza tu na mwenyewe nikajikuta nimelala. Kudareki. Yaani nyie ina maana mlilala. Yaani hamjafanya ngoja kwanza. Lakini ngoja nikusindikize kwanza wewe bidada huyo. Sio kama umeanza kumfundisha ukubwa mdogo wangu. Na wakati Mwamba Sowan anamsindikiza bidada Haina hapa nje, na moja kwa moja akaanza kumwambia kwamba unajua mimi nampenda sana anko wangu. Naomba uheshimu sana hisia zake, usije kumuumiza kabisa. Yaani pendaneni hivyo hivyo, lakini mahusiano yenu yawe asili sana. Bidada akaanza kukataa, bana mimi sina mahusiano naye bana. Ilikuwa ni ajali tu, bahati mbaya. Bana mimi najua mna mahusiano, acheni maneno hayo. Kumbe bana wakati huo amesimama hapa wanaendelea kuongea, kuna kama mwanafunzi fulani hivi kalikuwa kanapita katika maeneo haya, kaliweza kumuona mwalimu huyu na mwalimu mwingine wakiwa wanatokea katika nyumba moja. Kakajua kabisa kwamba mwalimu kumbe ana date na mwalimu mwenzie. Hasa huku Mwamba Choi Jun huku ndani, baada ya jamaa kuweza kumsindikiza bidada Haina, akawa anatazama picha za masuala ya mbwa hivi. Akaanza kumwambia Mwamba, natamani nianze kufuga mbwa unajua. Lakini kama unavyojua Mwamba Sowan ni mtu ambaye anachukia sana mbwa. Akampokea mdogo wake na kumwambia kuwa nisije nikakuona hata siku moja unafuga hata kadogidogi, yani sitaki kabisa. Lakini kesho yake bidada Haina akiwa ameelekea shuleni, basi moja kwa moja Choi Jun
akazidi kusogeza ujirani wake zaidi. Bidada akiwa anajua kabisa kwamba mwamba amejua udhaifu wake, atapata tabu sana hapa shuleni. Makamu mkuu wa shule siku ya leo alikuja na maajabu yake bana, kwani alikuja na mbwa anayemfugaga kule nyumbani, anampenda sana, kitu ambacho kikamsababisha Sowan kupata hofu kubwa na akawa anaogopa kila anapoweza kumuona yule mbwa. Na hii scene iliweza kushuhudiwa na bidada Aina, na ili aweze kumsaidia mwamba Sowan akasema kwamba samani kiongozi, mimi nina allergy na manyoya ya mbwa, kama unaweza kumweka kwenye keji itakuwa umefanya jambo zuri sana. Lakini makamu mkuu wa shule akasema hapana, siwezi kabisa nikamweka huyu mbwa katika keji kwa sababu ninampenda kama mtoto wangu wa kumzaa. Cha kufanya wewe vumilia tu, ukizoea kumuona mbwa kila wakati basi utajikuta umeweza kuzoea na hiyo allergy ya manyoya ya mbwa itaondoka. Na akamwagiza mwamba Sowan kwamba aende katika gari yake akamchukulie mbwa wake chakula, lakini akamwagiza jamaa aweze pia kumlisha huyo mbwa. Sasa unajua tena mabosi matajiri wanaweza kukupatia kazi yote hata ambayo haihusiani na ofisi, lakini mwamba hakuwa na namna yoyote, akaanza kumwandalia yule mbwa chakula. Kwa bahati mbaya yule mbwa akawa anakuja. Bidada Aina anajua kabisa kwamba mwamba ni mwoga sana wa mbwa, basi akawa amemsukumiza nje ya mlango kisha endo akamejifungia kule kwa ndani. Jamaa akashangaa kuona kwamba amesukumizwa ndani ya chumba, ila haelewi nani aliweza kumsukuma. Lakini mwamba Sowan akaenda kumwambia Nabong kwamba bana, mimi kuna mbwa mmoja ambaye nataka unisaidie kuweza kumlea kwa muda kidogo hapa shuleni, lakini huyo mbwa yuko katika kapu fulani. Jamaa kumbuka kwamba anawapendaga wanyama huyo Nabong, moja kwa moja akaanza kumhudumia yule mbwa. Lakini bahati mbaya wakati wa kurudi mchana, Nabong alijua kwamba huyo mbwa ni wa mwamba Sowan, kwa hiyo akawa amemwachilia ili aweze kumrudia mmiliki wake. Kwa bahati mbaya bidada aliweza kuona ile scene ya yule mbwa ambavyo anamfuata mwamba Sowan, ikabidi kwenda kumwahi mwamba. Karusha vipisi viwili vya keki sehemu fulani hivi, yule mbwa akawa ameelisha ile safari aliyokuwa akielekea kwa mwamba Sowan, kisha akaendelea na safari zake nyingine. Mwamba Sowan alikosa raha sana hapa katika mazingira ya shule. Alikuwa anafika kila wakati anashinda tu ndani ya ofisi yake, wenzake wanaenda kujipatia misosi, lakini yeye yuko busy tu katika ofisi yake, anaogopa kukutana na yule mbwa. Lakini bidada Aina alipata taarifa ya kwamba makamu wa rais amemchukua yule mbwa wake na kuweza kumuondoa kabisa katika maeneo haya, kwani inaonekana siku ya jana alikuwa amekula kitu ambacho sio kizuri sana. Hasa ili kumfikishia mwamba Sowan habari, ikabidi kujifanya anaongea na simu. Wewe kule mbwa ameshatolewa. Jamani, Mungu mzuri jamani. Yule mbwa nilikuwa namuogopa ujue. Ni kweli kabisa, mwamba ikabidi kutoka pale na moja kwa moja akaelekea katika ofisi yake. Akacheki mara mbili akagundua kwamba mbwa hayupo. Angalau hapa jamaa sasa ndo akaanza hata kusikia njaa, akaanza kupata na msosi kwa sababu alikuwa na hofu kweli kweli yani. Hasa hii harufu ya chakula ilipenya, kumbe huyu mbwa bana yuko hapa. Bidada alikuwa anataka tu mwamba awe huru kutembea tembea. Kwa bahati mbaya, wakati huyu mbwa anazidi kutembea tembea, si aligusa nyaya fulani ya umeme ikasababisha kompyuta kuweza kuzima. Jamaa akawa anainama chini arekebishe waya, ndio anakuja kukutana jicho kwa jicho na mzee Dogi. Sowan alichochora hapa ndani mpaka akapanda juu ya meza. Bidada alishtuka kwamba kule ofisini huenda mambo yamechafuka, huenda yule mbwa bana amerudi. Lakini mbaya zaidi walimu wenzake ndio akatangulia kuingia ndani ya ofisi. Akashangaa kumkuta mwamba yuko juu ya meza, akamuuliza, "Wewe unaogopa mbwa kiasi hicho?" Na mwamba akiwa hajui kabisa kitu cha kuweza kujibu. Bidada ndo Aina akawa anaingia hapo kwa haraka kisha kambeba yule mbwa na kusema kwamba umeshamaliza kurekebisha hiyo ceiling board au bado? Mwamba naye ikabidi kuzuga, nilikuwa narekebisha hapa lakini naona kana kwamba sasa hivi kidogo patakuwa pavuji, ila sasa nilikuwa natafuta ngazi nisamee kwa sababu nimekaa nimepanda hapa mezani. Basi bana, walimu wengine wakasema tulijua jamaa anaogopa mbwa tulivyomkuta juu ya meza, kumbe alikuwa na fix hapo juu. Tutashangae kuna mwanaume akalini hii kweli anaogopa mbwa. Mwamba Sowan alikuwa akimtazama bidada namna anavyocheza na yule mbwa. Kwa mara ya kwanza tu akajikuta ndani ya moyo wake ni kama mapigo yake yanaanza kuongezeka. Na jioni ilipoweza kufika, Nabong alikuwa amemwalika Mwamba Sowan katika duka lake, lakini Mwamba alikuwa ameelekea na bidada wakaweza kununua keki kadhaa. Lakini wakati wanaondoka, bidada akampatia Mwamba zawadi ya kiholda ambayo ina kaumbile ka mbwa. Akaamini kwamba Mwamba atakapozidi kukaona haka atazoea kuona mbwa. Hasa bana, katika eneo hili la shule kuna chumba fulani hivi ambacho huwa hakifunguliwi, na leo alionekana Mwamba Nabong akiwa anaingia ndani ya hiki chumba, na kilikuwa na vitu vingi sana vya kale. Na jamaa alipovitazama hivi vitu akawa anakumbuka maisha ya zamani sana, miaka kama 500 600 iliyoweza kupita. Alionekanika akiwa yuko na msichana anayempenda, akiwa amempatia skafu. Kwa bahati mbaya siku hiyo akawa amevamiwa na baadhi ya watu, na watu walimpiga wakamuua. Mwamba Nabong akachukua ile skafu akaitazama kwa uchungu sana, iliyokuwa na kovu kama la mshale, akapata maumivu makali sana ndani ya moyo wake. Tukirudi huku katika maeneo ya shuleni, Mwamba Sowan pamoja na bidada Aina walikuwa wameagizwa kwenda kununua zawadi kwa sababu leo kuna walimu ambao watakwenda kufunga ndoa mitaa hiyo ya jirani na shule. Kwa hiyo jamaa wakawa wamepewa kazi ya kwenda kununua zawadi ambayo itatolewa na walimu. Lakini hapo walipokwenda kununua zawadi, huyu muuza duka akajua wao ndio wapenzi. Akasema, jamani, tena mnavyofanania na mnavyoendana, yani nie nguo hizi zinaenda kwa wafaa zaidi, na mkinunua moja miongoni mwa nguo ambazo ninaziuza, basi nawaahidi kwamba nitawapatia zawadi nyingine nzuri sana, kwa sababu sijawahi kuona kapu ambayo inaendana kama nyie. Lakini kwa bahati mbaya sana, wakati huyu muuza duka anaendelea kuyatoa ya moyoni mwake akiwasifu hawa wawili kwamba wanaendana sana, haya maneno alikuwa kisikika na bidada mmoja anayefahamika kama Che. Huyu bidada anampendaga sana Mwamba Sowan. Ikabidi kuingilia maongezi yao na kusema kwamba, Sowan, unaweza kaungana na mimi siku ya kesho kufanya mazoezi ya uendeshaji
uendeshaji wa gari, lakini Mwamba akasema hapana, siwezi nikafanya hivi. Pale pale bidada akamisha tena mpira, akamwambia bidada haena, basi naomba uungane na mimi siku ya kesho rafiki yangu. Bidada hakuwa na namna yoyote ile, kama akimkataa itaonekana kwamba vile kama wanachuki naye hivi, ikabidi kukubali tu. Hasa ukweli ni kwamba Mwamba Sowan si kwamba alikataa kwa kishingo upande ama alikuwa na chuki na huyo bidada, bali alikuwa hajui kabisa kuendesha gari. Ikabidi sasa kuomba aweze kujifunza kuendesha gari kupitia njia ya mtandao. Mwamba kajifunza gari jana tu, tena kwa njia ya simu. Siku ya leo anaingia barabarani tena katika mashindano ya magari. Itakuwaje katika episode ya 3? Itakwenda kutupa majibu kamili. Okay jamani, nawakumbusha wote ambao mlikuwa mmeomba msaada wa kuweza kutengenezewa akaunti za YouTube ambazo zinakuwa na kulipwa, na hizo akaunti zote ambazo mlikuwa mmeomba, wengi wao mnakuja inbox na kusema kwamba mna upungufu, aidha mtu mwingine anasema na F80 au F90, na kuwakumbusha kwamba gharama ni moja tu na ni bei elekezi na iko katika ofa, ni shilingi 100,000 tu. Unapokuja inbox swala ni moja tu, unakuja aidha ukiwa na YouTube yako channel, unasema kwamba una subscriber wangapi na unataka ikue mpaka kufikia level gani, lakini pia kama hauna kabisa channel unakuja na kueleza kitu kwamba nataka nifungue channel ya kulipwa moja kwa moja. Huduma zetu zote ikiwa ni kukuza, kukumalizia subscriber na masaa, huduma zetu zote gharama yake ni shilingi 100,000 kamili. Hakuna punguzo katika gharama hiyo kwa sababu ipo katika mpangilio wa ofa, kwa sababu sisi tunakusaidia kupata watazamaji lakini pia kupata subscriber wa kutosha. Na wakumbusha kwamba zoezi zima linafanyika ndani ya siku 3 pekee, ambapo utafikisha masaa zaidi ya 4,000, subscriber zaidi ya 1,000, lakini pia tutakupa msaada wa kukagulia jina lako katika BRELA na kukuunganisha na TRA ili akaunti yako iweze kutambulika, lakini pia isikimbie kulipa mapato ya nchi kama kawaida. Mimi naitwa DJ Paul na hii ni PVP Media Max. Kwa yote yule mwenye changamoto ama ana shida na masuala ya YouTube, basi ni vyema kanicheki kupitia nambari yangu ya simu ya 0622113984 kama unavyoweza kuiona chini ya screen yako. Zoezi zote zinafanyika ndani ya siku 3 pekee, kwa maana kufunguliwa akaunti mpaka kufikia vigezo na kila kitu ndani ya siku 3 pekee. Gharama ni shilingi 100,000 kamili pasipo punguzo.